Nipo na CEO wa Fountain Gate FC, Mr. Mendes. How is Arusha? Arusha pale Nairobi tungesema Arusha ni nywe. Arusha imepoa, mambo yanaenda vizuri na tunaenjoy kwa kweli. Tunaenjoy. Arusha wanakuwa na misemo yao fulani hivi, CEO. Umeanza kuicatch tayari? Of course kwanza wakati tunaingia tu watu wakawa wanaimba mamongo. Tumeenjoy. Barabara nzima watu wanaenjoy, lakini si unajua sisi ni Sugar Boys na hii ndo fahari ya watalii sasa. Sawa kabisa. Hebu niambie utalii wa Arusha unauonaje? Of course Arusha imekuwa ni mji mkubwa sana wa kitalii. Of course ukizungumza nje ya mipaka ya Tanzania, ukiacha Zanzibar, basi mji unaozungumzwa vizuri ni mji wa Arusha, jiji la Arusha, ambalo utaona kwamba palikuwa na kila jambo, lakini walikuwa wanakosa utalii wa kimichezo ambayo imekuwa inapatikana tu kwenye mashindano ya vijana pengine kipindi cha Disemba. Lakini sasa hivi maana yake ni opportunity ambayo imekuja sasa, watakuwa wanaenjoy na utalii wa kimichezo. Unajua kwenda kwenye mpira alafu unakuta watalii wengi wamekuja kutazama chama lao likiwa linacheza. I can't wait. Na ukiangalia ni kwa kipindi kirefu sana wamekaa bila kuwa na timu ambayo inashiriki ligi kuu. Wamekuwa na timu za championships pamoja na hizi timu za daraja la chini kabisa. Pengine hii unaona inaenda kuwa vipi kwa wakazi wa Arusha? Wakati tukiwa tunakuja barabarani, unaona haya mapokezi yanajibu ile kiu ambayo walikuwa nayo kwa muda mrefu, kwa sababu kutokuwa na timu ya ligi kuu kuna fursa nyingi sana zinapungua. Utasikia mkuu wa mkoa akiwa anazungumza, alieleza kwamba kuna mnyororo mkubwa sana ambao mpaka mamalishe unamfikia, lakini unafika mpaka kwa wale wa mama sokoni, unafika mpaka kwa wahitaji, kwa sababu sisi unajua moja ya programu yetu ya kuielekea mechi yoyote basi ni kwenda kuwashika mkono wahitaji, lakini kwenda kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya vijana kujifunza football kwenye mashule. Kwa hiyo program kama hizo zikikosekana Arusha ambayo ni mji ni jiji la kitalii, tafsiri yake nyepesi tunakuwa tunaokosea haki. Lakini kwa hali kama hii maana yake tunatengeneza sasa mazingira rafiki ya haya mambo kuenda kutokea. Na ndio maana ujio wetu unaona mitaa yote imeenda kuitika kwamba sasa tumeenda kupata kimbilio. Na uzuri zaidi watu wanatufahamu kwamba kwenye Fountain Gate football sio tu dakika 90. Yani ni more zaidi ya football, kwamba pamoja na kucheza mpira watu wanakuwa waone football kama ni mtoko. Mtu anapokuja uwanjani aweze kubeba wadogo zake, ndugu, jamaa na marafiki, tuendeni tukaenjoy. Wakija pale kweli waweze kuenjoy hiyo football yenyewe. Wale wenzangu wanaokaaga VIP wanajua huwa tuna chai pale kidogo na nini. Arusha inasifika ukakahawa. Kwa nini watu waje watazame mpira afu wasipate hata kahawa uwanjani? Kwa hiyo of course ni bonge moja la mkutaniko wa pamoja. Yani hii kitu itaenda kutoa kitu kubwa sana. Sawa, Sugar Boys, wana wa Fountain Gate FC, wachezaji wa Fountain Gate FC, ni kitu gani ambacho wamekuahidi mara baada ya kufika Arusha? Kwanza wamejiona kwamba wana deni kubwa. Mapokezi haya ni mazito, lakini mkoa wenyewe unahitaji watu serious wa kufanya kazi, na nimeiona waziwazi kwamba vijana wameridhia sasa kuamua kuifanya kazi hiyo kwa 100%. Lakini watu wa mkoa huu wameamua na wao watajitoa kwa 100%. Kwa hiyo tunaelekea kwenye mafanikio tunayoyataka. Sasa hawa wachezaji hawa wenyewe wanatamani kuwa sehemu ya watu ambao watazungumzwa huko nje. Anakuja mzungu hapa, alikuja kwa ajili ya kutazama simba, alikuja kwa ajili ya kutazama swala, alikuja kwa ajili ya kutazama tembo, lakini akitoka kule anakuja kuwaona Sugar Boys wanafanya mambo yao pale uwanjani. Akiondoka anaondoka na jina. Pale Tanzania nilimuona Jimison Mwanuke, lakini pale Tanzania niliwaona wale Sugar Boys wako vizuri kweli kweli. Na uzi wetu unaenda kuzungumza Sugar Boys. Kwa hiyo manake hata mtu akichukua akirudi nao katika mipaka ya nchi zao huko watakuwa wanatutangaza vyema. Lakini zaidi tunajielekeza kwenye kuhakikisha kwamba mkoa wa Arusha unaenda kuwa kitovu cha football. Ukienda sasa hivi sehemu kama Morocco unaona kabisa kwamba ile ni nchi kwa ajili ya michezo. Sasa ndio tunachokitaka hapa Arusha. Kila leo watu wanapaswa kuizungumza Arusha katika mizania ya football. Sawa, niliweka ili lingekuwa ni swali la mwisho, pengine ndio interview yangu ya kwanza kabisa na new CEO wa Fountain Gate FC.
wapenzi wa Fountain Gate FC, wanafamilia wa Fountain Gate FC wanatamani kujua mara baada ya kupokea kuwa CEO wa Fountain Gate FC ni kitu gani ambacho unawaahidi? Pengine ndio tutakuwa swali la tuweze kumaliza. Kazi kubwa imefanyika na waliotangulia wamefanya kazi nzuri sana, ndio maana hii timu iko hapa. Wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa klabu ambayo inajiendesha kiuweledi, lakini klabu ambayo inajali makundi yote ambayo yanaizunguka, kuanzia wachezaji, lakini wadau wetu mbalimbali, sponsors, pamoja na mapartner ambao tunashirikiana nao, lakini vile vile mashabiki ambao hao ndio kabisa wao. Unajua shabiki kwake yeye analipa kiingilio aje atazame football, ukishinda anakuwa kaja kununua furaha. Hana kitu kingine ambacho anakipata zaidi ya furaha. Kwa sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunaendesha kiuweledi taasisi yetu ili tuweze kufikia kila kundi na kila mtu ajione kama ni sehemu ya mafanikio makubwa ya Fountain Gate. Kwa hiyo ndio ahadi yangu kubwa kwao, na niwaambie kwamba kuna mafanikio mengi tutayapata, lakini tamaa yetu kubwa ni kuifanya hii iwe zaidi ya klabu ya mpira wa miguu. Na hiyo wataiona kwa vitendo, namna ambavyo tutaenda kugusa maisha ya vijana mbalimbali kule shuleni, kwa kuanzia shule za primary, sekondari, lakini kwenye eneo la vyuo. Arusha kuna vyuo vingi sana, kwa tutaenda huko kugusa maisha ya wanavyuo. Kwa nini hatupate hata mwanachuo mmoja akaja kucheza kwenye timu yetu ya Fountain Gate Football Club? Zamani wachezaji wengi walikuwa wanasoma kwenye shule, jioni anatoka anakuja kutwanga uwanjani kisha anarudi prepo. Tunashindwaje kufanya hivyo kwa wachezaji wetu wa hapa Arusha na Tanzania kwa ujumla? Kwa wajiandae kwamba itakuwa ni klabu yenye uweledi mkubwa sana na inayozingatia na kujali maslahi mapana ya partners wake. Thank you so much CEO. Asante sana. Yes, alikuwa ni CEO ambaye ameweza kuongea vitu vingi sana, na vitu gani ambavyo uweze kutegemea kama mwanachama wa Fountain Gate FC, kama mwanafamilia wa Fountain Gate FC. Ishi Gor Maria, mdada wa Kimasai, lakini pia mdada ambaye ana represent Fountain Gate FC kutoka hapa Arusha. Let me see you next time. Bye bye.